Hivi unafahamu kwamba kila anaposafiri rais wa Urusi Vladimir Putin kutembelea nchi yoyote duniani, gari lake halimsubiri kule, bali linasafirishwa kwa ndege za kijeshi? Kwenye ziara yake ya sasa nchini China, Urusi ililazimika kusafirisha msafara mzima wa magari yake ya ulinzi hadi jijini Beijing. Hivi ndivyo jiji lenye watu zaidi ya bilioni 1.4 lilivyosimamishwa kwa saa kadhaa. Na huu ni msafara wa kushangaza wa rais wa Urusi Vladimir Putin ulipokuwa ukiingia katikati ya jiji la Beijing, China. Zaidi ya magari 50 ya ulinzi, pikipiki maalum na magari ya kijeshi yaliyosafirishwa kutoka Moscow yaliteka barabara kuu kuonyesha ubabe wa kiusalama wa Urusi. Lakini utajiuliza kwa nini Vladimir Putin anatumia mamilioni ya dola kusafirisha magari yake kwa ndege kila anaposafiri nchi ya Urusi badala ya kupewa magari na nchi mwenyeji kama China. Nchi ya Urusi ama jeshi la Urusi linazingatia sana usalama wa rais wao. So idara yake ya usalama haiamini gari lolote la kukodi au kupewa na nchi mwenyeji. Wanapenda kuwa na uhakika 100% na mifumo ya kuzuia mabomu, hewa ya oksijeni ya dharura na mifumo ya mawasiliano ya siri ambayo ipo kwenye gari lake pekee. Kuna sababu kubwa 3 za kijasusi zinazomfanya Rais Putin afanye hivi, yani kusafirisha msafara wake mzima kutoka Moscow mpaka nchi anayotembelea. Lakini miongoni mwa gari muhimu kabisa kwenye msafara huo huwa ni gari lake mwenyewe, Aurus Senat, ambalo kimsingi wanaliita ngome ya kijeshi inayotembea ya Rais Putin. So hili gari Aurus Senat limo linajulikana kama kifaru kinachotembea, lililotengenezwa nchini Urusi maalum kwa ajili ya kumlinda Rais Putin. Gari hili lina sifa kedekede, lakini hili gari pia huwa linasafirishwa kwa ndege maalum ya kwanza kabla Putin hajakanyaga nchi husika. Gari hili lina ulinzi wa kiwango cha VR10, yani kiwango cha juu kabisa cha usalama wa kiraia. Linalinda dhidi ya risasi ama bunduki za mashambulizi kama AK-47 au sniper rifles, na lina uwezo wa kuhimili milipuko ya mabomu ya ardhini na magurumeti chini ya gari au pembeni ya gari. Lakini gari hili pia lina mfumo wa hewa, chemical attack protection. Hii ni sifa mojawapo ndani ya gari hili, maana kuna mfumo huo maalum kwa usambazaji wa hewa safi ya oksijeni. Endapo linashambuliwa kwa gesi au sumu au silaha za kemikali, madirisha yatajifunga yenyewe kikamilifu na gari litaanza kutumia hewa yake ya ndani. Gari hili pia lina sifa moja muhimu, tairi maalum, yani run flat tires. Hata kama tairi zote 4 zitapigwa risasi au kulipuliwa, inasemekana kwamba gari hili lina uwezo wa kuendelea kukimbia kwa kasi kubwa ili kumuondoa rais kwenye eneo la hatari. Lakini pia ili gari lina sifa ya kutozama kwenye maji. Gari hili limeundwa kuzuia maji kuingia ndani kabisa, na lina uwezo wa kufanya kazi kama nyambizi ya dharura endapo litazama kwenye maji marefu. Inatumia injini kubwa ya 4.4 liter V8 twin turbocharged iliyotengenezwa na taasisi ya Urusi ya NAMI. Mfumo wake ni wa umeme inayoongeza nguvu ya gari. Kuhusiana na teknolojia na mawasiliano ya Aurus Senat ya Putin, gari hili lina vifaa vya kisasa vya mawasiliano vinavyomwezesha Putin kuwasiliana na makomando wa jeshi lake au kuamuru matumizi ya silaha za nyuklia akiwa njiani, na mifumo hii haiwezi kuingiliwa wala kuzuiwa na maadui. Kuhusiana na mfumo wa ndani, kuna unajiuliza ile gari likoje kwa ndani? Kuna toleo jipya lililoongezwa la mifumo ya kisasa ya kidigitali, yani digital screens kwa abiria wanaokaa siti ya nyuma. Kamera hizi ni za usalama za degree 360 zinazoonyesha nje hata kama ukiwa kuna giza totoro, na vioo vyake visivyopenyeza mwanga wa nje kabisa, yani privacy glass. Urefu na ukubwa wa gari hii ni takribani mita 6.63, ikiwa ni refu na kubwa zaidi kuliko gari la rais wa Marekani. Tunaizungumzia The Beast au gari la kifahari la Rolls-Royce Phantom, kwa ambao mnafahamu magari. Ndani yake kuna viti vya ngozi vya kifahari, friji ndogo, meza za mikutano na mapambo ya mbao adimu na asili. Kimsingi ni ofisi ya kifahari inayotembea. Lakini tofauti na miaka ya nyuma ambapo viongozi wa Urusi walikuwa wanatumia magari kama Mercedes Benz kutokea Ujerumani, gari hili Aurus Senat ya Putin ilipangwa kimkakati kuonyesha uwezo wa Urusi wa kujitegemea kiteknolojia na kiviwanda mbele ya mataifa ya Magharibi. Ndio maana wakaamua kuliunda gari hili maalum kabisa kwa ajili ya rais. Lakini gari hili pia linasaidia mifumo maalum ya mawasiliano isiyokuwa encrypted na satellite communication, yani ambayo haingiliwi na communication yote ya satellite, ambayo inamwezesha Putin kutoa amri za kijeshi au hata kudhibiti silaha za nyuklia za Urusi
akiwa popote duniani. So ni moja kati ya silaha zake mwenyewe anazotembea nazo barabarani. Hivyo basi unatakiwa utambue kwamba kusafiri na gari hili ni sheria ya kwanza ya usalama wake anapotoka nje ya mipaka ya Urusi. Una maoni gani kuhusu hili? Leave your comment behind. Mimi ni Regina Baltazari.